Basi sawa, tumezidi kuendelea bado na tamthilia yetu ya bado natafuta. Kevin bado hajampata mtu ambaye atakweza kutimiza mtima wa moyo wake. Nani ambaye atakwenda kutibu majeraha ya Kelvin? Sasa tunaona Kelvin bado amekuwa na kisilani na mwanadada wa kuitwa Selina. Amekuwa na kisilani kweli, kwa sababu Kevin hataki mwanaume mwingine amsogelee madam wa kuitwa Madam Selina, hataki kabisa. Sasa leo tamthilia inaendelea, lakini kuna mambo mengi yametokea. Tunaona kabisa mwamba wa kuitwa Neli ameweza kuonyeshewa kiburi na mwanadada wa kuitwa Maya. Maya ameingia kwenye mahusiano na mwanaume mwingine. Inaumiza vibaya mno. Lakini Mama Tina bado akili yake kama haijakaa sawa, kwa sababu ameanza kuchanganyikiwa baada ya kusikia sehemu ambayo amepelekwa ni sehemu ya madanguro, sehemu ya wadada ambao ni madada poa. Kwa hiyo na yeye pia, ingawa umri umeenda, naye atashirikishwa katika biashara hizo za dada poa. Mama Tina amechanganyikiwa. Sasa kabla sijaendelea, nikukumbushe tu kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia usisahau kama wewe ni mwanafamilia wetu kugusa neno ambalo limeandikwa comment hapo chini uweze kutoa maoni yako kwa hiki kitu ambacho utakwenda kujifunza katika recap ya leo. Bwana, tamthilia yetu inaanza ikimonyesha katika nyumba Madam Selina. Kevin analalamika kweli. Anasema kwamba mbona unaongea asubuhi na Jude? Kuna shida gani? Sasa mwanadada wa kuitwa Selina amejua Kevin ana wivu. Alichomjibu akamwambia naongea na Jude kuhusiana na masuala ya mume wangu wa zamani, yaani jamaa kuitwa Tony. Yeye ndo anafuatilia hii kesi, kwa hiyo lazima niwe naongea naye ili kujua amefikia wapi. Lakini tunaonyeshwa tena pia katika ofisi ya madam wa kuitwa Madam Maya. Maya ameanza sasa kuachilia moyo wake na kuanzisha maisha mapya. Maya ameamua kukubali sasa yeye kushindwa, kwa sababu haiwezekani mwanaume ambaye anampenda amemfumania mara mbili nzima. Katika akili ya Maya inaamini kwamba Neli hampendi kabisa, kwa sababu angekuwa anampenda angesingefanyia mambo yote haya. Sasa huyu jamaa ambaye unamuona ofisini anafanya kazi kwenye ofisi ya Madam Maya. Jamaa anaitwa Frankie. Frankie anamuuliza Madam, mbona kama leo haupo sawa? Au yule bwege wako ameshakusumbua? Ikabidi Madam Maya aseme kweli, nimemfumania mara mbili nzima na mwanamke, inaniumiza sana. Sasa jamaa wa kuitwa Frankie anamfuatilia sana huyu mwanadada wa kuitwa Maya. Sasa akapata chance akasema kwamba baada ya kazi nilikuwa nahitaji tupate chakula cha pamoja usiku hiyo. Madam Maya alitaka kukataa, lakini Frank akamlazimisha. Ikabidi Madam Maya aweze kukubali, yani watoke out usiku kupata chakula ili mradi aweze kumliwaza kidogo. Sasa Madam Maya amekubali, asijue target ya mwamba wa kuitwa Frank, yani ni target ya kumtaka. Anataka waendelee kuwa na mahusiano au watengeneze mahusiano mapya, aweze kumsahau kabisa mtaalamu wa kuitwa Neli. Maya ataweza? Mimi na wewe hatuelewi, sijui itakuwaje. Sasa tunaona mama wa Jude amezidi kuwa na moyo mkubwa sana wa kumlazimisha au wa kumshawishi mwanadada wa kuitwa Madam Selina aweze kuolewa na mwanae wa kuitwa Jude. Yaani Madam Selina analazimishwa sasa au anabembelezwa na familia ya kina Jude ili mradi Jude aweze kumwoa Maya. Lakini Maya yeye anamchukulia Jude kama ni rafiki yake kwa sababu walikuwa pamoja. Lakini Jude mwenyewe anakubaliana na mawazo ya wazazi. Sasa huu utakuwa ni mtiti sana. Kumbe kipindi kile Kevin analalamika kusema kwamba unaongea na Jude asubuhi. Madam Maya alikuwa na mpango wa kwenda kusalimia familia yake na Jude. Sasa amepata chakula cha pamoja, wanarudi sasa. Yani Jude anamsindikiza Maya nyumbani, anamsindikiza. Hiyo ni usiku, kumbuka wa jamaa wanahisia. Sasa sijui kipi ambacho kitatokea huko njiani. Sasa tunaona Kevin akipiga simu zilikuwa zinakatwa tu. Yani simu zilikuwa zinakatwa vibaya mno.
Kevin hana amani, moyo wake umechanganyikiwa kweli kweli. Anasema yani haiwezekani, sijui huko aliko amepatwa na nini, na huu usiku wote huu umekuwa mkubwa, hata usingizi hauji. Eti anasema sijui Jude, jina lenyewe baya, yani anamchukia kabisa. Kevin anamchukia Jude, anamchukia kabisa mwamba wa kuitwa Jude. Jude ndio ule polisi ambaye ni askari mpelelezi ambaye anamsaidia mambo fulani hivi Maya ya kuweza kumpata mbaya wake wa kuitwa Tony. Sasa huku Kevin hata usingizi hauji kwa sababu Madam Maya hapokei hata simu. Lakini tunaona sasa bado Mama Tina hajajifunza hata kidogo, kwa sababu Mama Tina anamlaumu mwanaye wa kuitwa Tina. Anasema kwamba Tina, wewe ndio umeyataka haya maisha. Yaani mama analawama huyu mpaka anakela, yaani mpaka anabo. Anasema wewe Tina ndio umeyataka haya maisha, sisi tumekaa na njaa hadi muda huu, hatuelewi tumeletwa huku. Tina alichomjibu mamake akamjibu kwa heshima kubwa sana. Akamwambia, mama, yote haya tunapitia kwa sababu yako. Una tamaa sana mama. Au kujua Kevin jinsi gani ambayo tumetoka naye, tumetoka mbali sana na Kevin. Hawezi amini mama, Kevin alinisomesha, alikuwa anafanya vibarua, ananisomesha. Sasa mimi leo nimepata kazi, wewe ndo mtu wa kwanza kabisa kumkataa Kevin, mpaka mwisho wa siku tunapitia maisha kama haya. Ulikuwa unataka wanaume wenye pesa. Haya, mwenye pesa mwenyewe ndo huyo hapa, lakini biashara zenyewe anafanya biashara za haramu. Sasa Mama Tina alivyokuwa bwege, yani na mjinga kabisa, akasema kwamba mwanangu, mwanaume mwenye hela ndo kila kitu. Ningesingeweza kukubali yule kikaragosi kapuku mkubwa aweze kukuoa wewe. Yaani bado anamchukia Kevin. Wapo kwenye shida hapo, kumbuka. Na hawaelewi watatokaje, lakini bado anamchukia Kevin. Yaani huyu mama ana roho mbaya. Sio tu yani mbaya tu. Yaani roho mbaya haifai. Hata shetani ana roho nzuri. Huyu Mama Tina ana roho mbaya vibaya mno. Yaani bado hajui kitu ambacho Je, laini yako imeunganishwa na mfumo wa kupata GB 10 kwa shilingi 10,000? Bas, karibu Super One, tukuunganishie na mfumo wa kupata GB 10 kwa shilingi 10,000 na madakika kede kede. Kikubwa zaidi uwe na TIN namba ili uweze kupata ofa hii kutoka Yas. Wasiliana nasi kupitia namba 0676078333. Naenda kuwapata kwa sababu biashara ambayo anakwenda kuifanya kwa umri wa Mama Tina sio biashara ambayo itakuwa ni sawa kwake, kwa sababu itakuwa ni kama mateso. Umri umeshaenda, viungo vimekomaa, lakini bado hajijutii kazi kumchukia Kelvin. Huyu mama shuba meti. Sasa hapa tunaona sasa madada wa kuitwa Tina anazidi kulia tu na kuweza kutoa lawama kibao, lawama kede kede, anaendelea kutoa lawama. Madada wa kuitwa Tina anamlaumu mamake, anasema mama, najutia muda mwingine kuwa na mama kama wewe, kwa sababu napitia mambo mengi na wewe ndio sababu umenisababishia matatizo makubwa sana mama. Lawama nyingi sana anatoa madada wa kuitwa Tina. Ukiangalia ni kweli, hata sasa tunaona Tina anapitia kipindi kigumu sana kutokana na mamake. Anapitia kipindi kigumu ambacho hata mtu mwingine huwezi ukastahimili. Nimesoma comment moja hapo kwa shabiki yetu, anasema kwamba laiti kama Mama Tina angekuwa Sukumani, basi wangemcharaza na viboko vya kutosha mtu. Yaani ni kweli kabisa, wangemchapa viboko vya kutosha. Sasa huku tunaona baada ya kupata vinywaji, lakini pia kupata chakula cha pamoja, Maya pamoja na huyu jamaa kuitwa Frank wanarudi nyumbani. Sasa wanakuja kukutana na mkali wa kuitwa Neli. Neli yupo getini, alikuwa anagonga, anaita Maya. Kumbe Maya mwenyewe hayupo ndani, ametoka na jamaa kuitwa Frank. Sasa sijajua walikotoka huko, wamemaliza kila kitu au wamepata tu hicho chakula kama alivyoomba mambo kuitwa Frank. Sasa huku Maya ameenjoy kweli kweli, anatabasamu, anamwambia wewe nini hapo? Jamaa kuitwa Neli anashangaa, anasema Maya, umetoka wapi na huyu ni nani? Siku zote nikupe siri na nikupe funzo moja. Mtu ambaye amezoea kuchiti anakuwa na wasiwasi na anakuwa na wivu kubwa sana. Mtu ambaye amezoea kuchiti, narudia tena, anakuwa na wivu na hasira kubwa sana. Kama hapa Neli alivyomuona Maya yupo na ujamaa au aka brother kama anapoitwa Frank, amekuwa mkali, anamuuliza
umetoka wapi na huyu ni nani? Sasa nyie mlishaachana, unamuuliza Maya kama nani wewe? Hey, anataka kuanzisha kabisa vurugu. Aisee, kumbe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Aisee, yaani hapa ndo kinachokuja kutokea kitu kama hiki. Lakini tunaona hapa jamaa ameenjoy tu, anamwangalia. Yaani huyu jamaa wa kuitwa Frank anamshangaa jamaa wa kuitwa Nelly, na Nelly anamshangaa jamaa wa kuitwa Frank. Lakini bado tunarudishwa huku katika nyumba ya Kelvin. Madam Selina ndo anafika. Kevin analaumu kweli kweli. Anasema umetoka wapi usiku wote huu? Ungekabwa au ungekufanyia kitu kibaya huko? Kwa nini mpokee simu zangu? Kevin anazidi kulalamika sasa. Madam Selina anamwangalia tu usoni hivi Kevin. Anamwangalia, lakini kabla hajaendelea kulaumu Kelvin, wakati anaendelea bado kulaumu, mwamba wa kuitwa Jude naye anaingia. Manake wametoka na Jude, yani Jude alimsindikiza kutoka nyumbani kwao hadi nyumbani kwa Madam Selina. Sasa Kevin, picha aliyotengeneza ni picha nyingine, kwa sababu ana wasiwasi kubwa sana Kelvin. Jude anaweza akawa ana uhusiano na Madam Selina. Kwa hiyo sasa Kevin, maswali mengi yatazidi kuwa kwake. Usiku wote huu wametoka na Jude wapi? Hilo ndo swali ambalo Kevin litamuumiza. Kama swali ambavyo litamuumiza Kelvin, basi ndivyo hivyo swali hili litakwenda kumuumiza mkali wa kuitwa Nelly. Yule jamaa wa kuitwa Frank ametoka wapi na madam wa kuitwa Maya, na wamefanya nini? Hili ndio swali ambalo tunabaki nalo. Sasa kipi ambacho kitafuata katika episode inayokuja? Mimi ni OTKI, OTK Classic, the baddest man, genius, skilled man, talented master. Hadi wakati mwingine, bye bye.